ikiwa wananiuliza msingi wa uzima, twahitaji kuongeza kwa kazi yake Yesu. Kwa uhodari nitajibu, msingi wangu ni wangu. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu yangu unayenisikia, na kusalimu sana na kukubariki kwa jina la Bwana Yesu. Tunakuja mbele zako tena na somo ambayo inasema macho ya nabii Elisha. Macho ya nabii Elisha. Tutamshukuru Mungu sana kwa maombi. Baba, tunakushukuru kwa neno hili ambalo umetupatia na kwa muda huu ambao umetubariki kuwa hapa. Tunasema asante na shukrani kwa yote umetenda kwetu. Tunahitaji presence yako iwe pamoja nasi na utuwezeshe kuyatoa maneno yako sawa sawa na jinsi wewe umeweka ndani ya mioyo yetu. Na mpendo ambaye anayenisikia kwa muda na saa kama na hizi pia na mwacha mikononi mwako. Muangazie nuru yako Kristo ya kuyaelewa mafundisho haya, ili kwamba jina lako lipate kutukuka ndani ya maisha yake na katika maisha yangu sote kwa ujumla. Kwa uwezo wa jina lako Yesu tunakushukuru Bwana wa majeshi. Amen. Ninakukaribisha tena ndugu yangu ili kwamba tuende kulipokea au tulichangie neno hili ambalo Bwana ameweka ndani ya mioyo yetu pamoja. Tunakuja na somo ambayo inasema macho ya nabii Elisha. Wewe na mimi tunatakiwa kumuomba Mungu au tunatakiwa kuwa na macho kama ya nabii Elisha. Kama hatuna macho kama ya nabii Elisha, itakuwa kwetu vigumu kuurithi uzima wa milele. Itakuwa kwetu vigumu kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tutasoma katika kitabu cha Waebrania sura 11 na mstari wake wa 3. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Amen. Tunarudilia, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Amina. Tunaruka kitabu cha Wafalme wa Pili sura zake 6 na mstari wa 13 hadi 18. Tunasoma tena kwa jina la Yesu. Akasema, enendeni mkamwangalie aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba tazama yuko Dotani. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakauzingira mji ule upande zote. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi, mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Na walipomtelemkia, Elisha akamwomba Bwana akasema, uwapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawa sawa na neno la Elisha. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumetoka kusoma katika kitabu cha Waebrania sura zake 11 na mstari wa 3. Maandiko yanasema kwamba kwa imani twafahamu kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Imani ya Mkristo, imani yetu sisi wa Kristo, imani yetu sisi ambao tumemwamini Kristo, tunaamini kwamba ulimwengu wote mzima uliumbwa kwa neno la Kristo, kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aseme kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Aseme hata na vitu vyote hivi vinavyoonekana
vitu vyote venye Mungu aliumba mumu dunia. Maandiko yanasema kwa imani yetu sisi wa Kristo kwamba vitu vyote vinaonekana havikufanywa kwa vitu vyenye viko dhahiri. Yaani viliumbwa, vilifanywa kwa vitu ambavyo havionekani kwa macho ya nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani haya yote ambayo Mungu ametengeneza, ameumba, haya yote ambayo Mungu ameweka mdunia, maandiko yanasema kwamba viliumbwa kwa vitu ambavyo haviko vya mwi dunia. Maana vitu vilitokea ulimwengu wa roho. Maandiko yanasema kwamba hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Yaani havikufanywa kwa vitu ambavyo viko wazi, viko vya macho ya nyama, hapana. Vilifanywa kwa vitu ambavyo sio vya mwili, ni vitu ambavyo viko vya kiroho. Yaani hivi vyote kama tunaona mwanadamu au kama tunaona minyama ama kama tunaona miti, mimea, maji, yaliumbwa kutokana na vitu ambavyo vilikuwa havionekani kwa macho ya nyama, vimeletwa mdunia. Kwa kifupi nataka kusema kwamba hivi vitu ambavyo vinaonekana kwa macho ya nyama ni vitu ambavyo ni kopi ya vitu ambavyo havionekani, vitu vya ulimwengu wa roho. Ni vitu vya ulimwengu wa roho ambavyo Mungu ameleta. Hivi vitu vya ulimwengu ambavyo tunaona kwa macho ya nyama, ambavyo Mungu aliumba, hivi vitu vyote vinaonekana kwa macho ya nyama ni mafotokopi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mafotokopi ya vitu venye viko vya kweli, vitu vya originali. Maana originalite yake iko mbinguni, iko ulimwengu wa roho. Si kama unanipata pale ndugu yangu. Hivi vitu vyote, narudilia tena, vitu vyote venye Mungu aliumba, miti, minyama, mwanadamu, maandiko yanasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, mimea, bahari na vingine vyote vinaonekana kwa macho ya nyama, vyote hata vinatufikia kwa maisha yetu ya kimwili kwa sasa, vinatokea ulimwengu wa roho. Ndio maandiko iko yanatuambia sema kwa imani tunajua kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Na hata vitu vinavyoonekana havikuumbwa kwa vitu hivi vinavyoonekana, hapana. Viliumbwa kwa vitu visivyoonekana kwa sababu Mungu ni roho. Vyote vinatoka ni kwa Mungu. Maana vinatokea ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa tunataka kusoma au tunataka kujifunza ni habari ya Mkristo ambaye anataka kwenda mbinguni, ambaye anaishi katika ulimwengu huu unaoonekana, na anatamani na anatarajia kwenda kuurithi uzima wa milele, yani kwenda kuishi ulimwengu ambao sio huu wa nyama tena, ulimwengu wa roho. Na ili kwamba uende kuurithi huo uzima, uende kuishi katika ulimwengu huu wa roho, ni lazima uishi au uwe mtu wa roho, uishi katika hali ya kutazama vilivyo katika ulimwengu wa roho. Hii ni habari ya Nabii Elisha. Nabii Elisha tunamjua mzuri, mtumishi wa Mungu ambaye wakati wa kazi yake hapa dunia Mungu alimpatia, alimtumikia Mungu kwa namna yenye Mungu alipenda amtumikie. Na yeye alisimamishwa katika Israeli kama nabii, kama mtu wa Mungu kwa ajili ya wokovu wa wana wa Israeli. Na pamoja na gisi Mungu alimsimamisha, kila mara Israeli ilikuwa inapata vita. Na hiyo vita ilikuwa ikipata, Washami walikuwa wanakuja wanashambulia Israeli. Washami walikuwa wanakuja wanashambulia wana wa Israeli. Na kila mara mfalme wa Shami alikuwa akifanya mpango ya kwenda kushambulia wana wa Israeli. Maandiko yanasema kwamba Nabii Elisha, mtu wa Mungu, alikuwa anamwibia siri mfalme. Alikuwa anamwibia siri. Kama Washami wanafanya kambi, wanakamata kambi wanaiweka kwenye eneo ya kaskazini au eneo ya kusini, mtu wa Mungu alikuwa anajua hiyo yote. Mungu alikuwa anamfunulia na anamuibia siri Nabii Elisha. Na akimwambia Nabii Elisha mtumishi wa Mungu anamjulisha mfalme, anamwambia tazama, Washami wako na mpango ya kwenda kufanya kambi yao eneo ya kusini, sio eneo ya kaskazini. Na mfalme wa Shami wa Israeli shapata hiyo habari, anaenda direct, anatumana vikosi vyake wasoda kule kwenda kuzingira ile kambi, mpaka Washami wanakosa gisi ya kusema kwamba wanaweza wakakuja kushambulia Israeli.
Mwisho mfalme wa Shami akajiuliza, ni nani huyu mwenye kunaibia mfalme wa Israeli siri kwamba tuko tunataka tuingie mwenye eneo? Ni nani huyu mwenye kunaenda kuwaibia siri? Maandiko anasema kwamba wale kati ya baadhi ya wale wasuda wake, maskari wake ambao alikuwa nao, mmoja akamwibia siri akasema, no, hakuna mtu anaenda kumwibia siri isipokuwa yule mtu wa Mungu. Kule katika Israeli kuko mtu wa Mungu ambaye iko namwambia mfalme kila kitu kio kinafanyika kenye uko nafanya, hata katika mchumba yako uko nakifikiria, iko namwambia mfalme wa Israeli siri. Huyo ndio mwenye iko nafanya hiyo kazi, ndio mwenye namuibia siri ya gisi njama zote tuko tunafanya juu ya kwenda kushambulia Israeli. Wakati mfalme wa Shamu alipata hiyo habari, alihuzunika, akasema huyu mtu nende nimkamate. Bwana Yesu atusaidie sana. Kichwa cha neno ni macho ya nabii Elisha. Wewe na mimi tunatakiwa tutafute kuwa na macho kama ya nabii Elisha. Kwa sababu kama hatuna hii macho katika ulimwengu huu wa sasa, ni vigumu tuende tuurithi uzima wa milele. Itakuwa kwetu ni kazi. Maandiko yanasema kwamba mfalme wa Shami akatumana vikosi kwenda kumshambulia Elisha. Na wakati walitumana vikosi, Elisha yuko kule Dotani. Anajua yeye tayari anajua kila kitu, lakini hajali. Mtu wa Mungu hajali, hana stress, hana susi. Yeye iko connected tu na mbingu, iko mikono ya Mungu, iko mtukufu wa Mungu. Yeye hana probleme. Na pamoja na alikuwa iko nafuatilia vikosi vinaenda katika mji wa Israeli kule Dotani, mfalme wa Shami ashatumana tayari vikosi. Elisha mtumishi wa Gehazi mtumishi wa Elisha. Gehazi mtumishi wa Elisha anatoka nje kukutanisha nje kunajaa vikosi vya maaskari wengi kama mchanga wa bahari. Akaogopa, akasikia boga, akasema, bwana wangu, tunakufa. Nje kuna magari, kuna maaskari, wana vifaa, wanakuja na mamisile na maautoblende, wanakuja na aina yote ya mabunduki ambayo tunaweza tukaviona kwamba ni masilaha za samani za sasa. Wanakuja kutushambulia. Tutakuwa wageni wanane na sisi tuko tu wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Gehazi akaogopa sana. Na wakati aliogopa, Elisha akamtuliza. Sio kama Elisha alikuwa anajikalia alikuwa anachukulia kachai kama moto, akamwambia usiogope, acha stress, kuwa na amani. Wao unajua kama hivi tuko nao hapa hivi. Ni benji kuliko hapa benye biko nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha Elisha alikuwa shajua kama biko. Alikuwa shajua. Gehazi yeye alikuwa surprise, yeye alikiashtukiza, wanaona tu wanakuwa. Akamwambia usiogope, benye tuko nao ni benji kuzijia hapa benye unaona hapa. Lakini Gehazi hakuelewa, boga ikampita tu kimo. Elisha akamwambia Mungu, Baba nakusii, mfumbue macho. Anajiita nabii, anajiita mtumishi, anajiita mchungaji, anajiita evangelist, anajiita mama mkurugenzi, anajiita shemasi, anajiita muombaji, lakini ni kipofu, hayaona. Mfungue macho apate kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamfumbua macho Gehazi. Gehazi akaona vikosi vya malaika wa mbinguni na mafarasi na magari za moto. Tumesema kila kitu kinachoonekana kwa macho ya nyama hapa ni kitu kenye kiko ni photocopy, ni mambo yenye ni ya feki. Bwana tusaidie, unifuate vizuri, utanielewa ndugu yangu. Haya yote ambayo tuko tunaona hapa mdunia, hivi yote tuko tunavivre, kama ni chakula, kama ni kuwa na mwanamke, sijui kama ni mume, sijui kama ni magari, sijui kama kuwa na manyumba, sijui ni mapesa, sijui kama ni kuwa na mavazi. Vyote venye unaona tuko navyo macho ya nyama ya mwili hii ni vitu vya fake. Ni fake. Kuko originalite yavyo. Originalite yavyo iko ulimwengu wa roho, iko mbinguni. Kama tunaona maproblema ya mateso tunapitia hapa mdunia, ni fake. Kuko mateso ya kweli na yuko ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe kama mtoto wa Mungu, ukishajua kwamba hivi vyote venye tuko tunapitia hapa hivi ni fake, ni makopi, ni mafotokopi, kuko vya originali,
utatafuta originali. Hivi vitu vya mwili, hivi vitu vya fake, hivi vya mwili ambavyo vinaonekana kwa macho ya nyama ambavyo ni fake, havitakufanya kutoka mapenzi ya Mungu kwa sababu ni fake. Kwa sababu unajua ukitoka mwili, ukitoka mapenzi ya Mungu, utaenda kutanana na originali ambayo ni ya milele, ambayo ni ya kweli. Kama ni kifo, kifo ya kweli. Hii kifo tunaona kifo mtu anakufa, ni fake. Kuko kifo ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni uzima kuishi tunaishi, ni kuishi ya fake. Kuko kuishi ya kweli, kuishi ya milele. Kama ni raha, kama ni furaha, kuko raha ya kweli, ya milele. Kama ni huzuni, kuko huzuni ya kweli. Kila kitu kilianza ni ulimwengu. Maandiko anasema vyote venye vinaonekana hapa kwa macho ya nyama, ndugu yangu, ni vitu vya fake. Eliezeri akaona magari na mafarasi ya moto. Na Mungu akamwambia, Elisha akamwambia Mungu, Baba nakusii, wapige kwa upofu hawa maaskari wasipate kuniona. Mungu akawapiga kwa upofu. Elisha akawapeleka mpaka kwa mfalme wa Israeli. Mnajua habari kule. Tuko nataka tuzungumuzie nini hapa? Mkristo mwenye iko na imani, imani kama mwenye iko na macho kama ya Elisha. Mkristo ambaye amekwisha kumwamini Kristo, amekwisha kumwamini Bwana Yesu, na iko na macho kama ya Elisha, imani yake haiweki mambo hii ya mwili. Matumaini yake hayaweki mambo hii ya mwili. Matumaini yake na imani yake ni mambo ambayo ni ya kweli, ambayo ni ya ulimwengu wa roho. Anatazamia ufalme, anatazamia vitu visivyoonekana kwa macho hii ya nyama. Kwa hiyo sasa, hata akuwe na pesa kiasi gani, hizo pesa haziwezi kumtoa mapenzi ya Mungu, kwa sababu anajua ni fake, ni vya kupita, ni vya muda. Hata akuwe na mavazi ya aina gani, hawezi kuwa na kiburi cha uzima kwa sababu ya namna ya mavazi ambayo yuko nayo, kwa sababu anajua ni fake, ni vya kupita. Hata akuwe na magari ya aina gani, hawezi kuwa na kiburi cha uzima, hawezi panda kiburi, hawezi kuwa na madharau kwa wengine, kwa sababu anajua hii magari ni fake, ni ya kupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunakuwa na vile mabiburi vya uzima na madharau kwa sababu ya nini? Tunaona kwamba hii ndio maisha. Hii ndio maisha. Nyuma ya hii hakuna maisha. Sikia nikukumbushe rafiki yangu, kuna maisha ya kweli. Na hayo maisha ndio maisha ambayo Mungu Kristo amekuja ili kwamba tuipokee, tuikubali na tuishi kwa kutii na kufuata ile neema au ile maisha ya kweli. Mkristo mwenye iko na macho ya nabii Elisha ni yule anayeona kwa imani mambo ya kweli. Uko unaona kwa imani, uko unaishi mdunia, lakini kwa imani uko unaona uzima wa milele. Uko unaona maisha ya kweli, uko unaona gari ya kweli. Biblia inasema kwamba wamalaika wamekuja kwa wakati wa Elisha na magari za moto. Tumesoma. Umefuata bien? Wamekuja na magari za moto. Wamekuja na mafarasi. Kama uko magari ni fake, ni za kupita. Lakini zile gari ziko kule ni za milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Asikia napenda injili yangu. Yaani kama uko na mavazi, hii mavazi ambayo tunavaa ni ya fake. Ndio maana unaona unakivala siku 2-3 kinachuya, unatupa na beba kingine. Ni kia fake, lakini kule kuko mavazi ya kweli. Maandiko yanasema ni ya milele, ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko na mwili, hii mwili tunavala hii ni fake. Siku 2-3 kama gonja kidogo tu unakuwa paralize. Unakosa raha, unakosa amani. Hiki kimwili ni fake. Kuko mwili ya kweli ambayo ni ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Unifuate bien. Kwa hiyo sasa rafiki yangu, wewe na mimi, kusikue kitu kia dunia hii ambacho kinaweza kututenga mapenzi ya Mungu. Mwili, chakula, pesa, kuwa na nyumba wala kutokuwa na manyumba. Kuko manyumba za kweli. Maandiko anasema, Bwana Yesu anatuambia, ninaenda kuandalia mahali, makao. Mahali nilipo na ninyi mtakapo kuwapo. Ninaenda kuko manyumba za kweli ambazo ni za milele. Sasa nyumba ambayo uko nayo wala maparsela zako uko nazo zisikupandisha kiburi cha uzima, yani zisikutoa mapenzi ya Mungu, kwa sababu wenye kiburi hawataurithi uzima wa milele. Sasa hiyo kiburi inakuja kwa sababu ya pesa ambayo Mungu amekupatia. Hiyo kiburi imekuja kwa sababu ya mavazi ambayo Mungu amekupatia. Hiyo kiburi imekuja kwa sababu hayo madharau yamekuja kwa sababu ya watoto ambao Mungu amekupatia. Hapana, usitoke mneno la Mungu, usitoke mapenzi ya Mungu kwa sababu ya vitu ambavyo ni vya feki. Uvitazamie vitu vya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kama uko na imani au kama uko na macho kama ya Nabii Elisha. Nabii Elisha wakati alikuwa anapatwa na maprobleme, vita ilikuwa namkuia, alikuwa na amani. Kwa sababu alijua kule kuna maaskari wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Maaskari wa kweli wako ulimwengu wa roho ambao wako wanamlinda yeye. Kwa hiyo sasa alipata askari za mwili walikuja kia kumwatake. Alikuwa na amani. Majaribu gani uko unapitia ndugu yangu katika maisha yako? Kuwa na amani. Hizo jaribu ni za fake. Lakini kuko mtetezi wa jaribu ambaye ni wa kweli, wa milele, ambaye anasema sitakuacha kamwe wala sitakupungukia. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo tunavyoviona wala circumstance yote ya maisha tunayopitia isitutenge na mapenzi ya Mungu, isitutenge na neno la Mungu. Kwa sababu hivi vyote tunavyoishi, maisha mazuri wala maisha mabaya, vyote ni vitu tunapitia hapa, ni vitu vya kupita. Ni vitu vya kupita, hakuna kitu tutaishi nacho. Na wewe, na vile vitu, na wewe na mavazi yako, na wewe na manyumba yako, na wewe na maparsele zako, na wewe na watoto yako, sote tutapita. Wanaweza tusaidie sana. Kumbe tusitoke mapenzi ya Mungu kwa sababu ya kukosa mtoto. Tusitoke mapenzi ya Mungu kwa sababu ya kukosa pesa. Tusitoke mapenzi ya Mungu kwa sababu ya kukosa mavazi. Wewe uko na nguo tu moja tu, ifona wewe tafuta nyingine nje ya mkato ya mchoro juu upate msosi, upate vya kukula. Tusitoke mapenzi ya Mungu kwa sababu ni vitu vya kupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vya kupita na ni vitu vya fake. Original iko kule. Kule tutapata kila kitu. Ukikuwa na macho kama ya Nabii Elisha, utaona na utairizi na utakaa katika imani ambayo iko ndani ya Kristo Yesu. Maandiko yanasema kwa imani tunajua kwamba hivi vitu vyote viko mwili viliumbwa, havikumbwa kwa vitu ya mwili vinaonekana kwa mwili. Viliumbwa ni maana hivi viko mwili ni fotokopi ya vitu ambavyo ni vya kweli, ambavyo ni vya milele, ambavyo ni vya ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome tumalize. Mungu atusaidie, tutakuwa wafupi sana kabisa. Tusome katika kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili, ndio kwenye kuko ujumbe wetu pale. Nadhani umekwisha kuelewa somo. Ujumbe ni kwamba kama uko na macho kama ya Nabii Elisha, uko mtu wa rohoni, mambo ya dunia hii haiwezi kukutenga mapenzi ya Mungu. Kama uko na macho kama ya Nabii Elisha, uko unaona vitu ya dunia hii, pesa, manyumba, mavazi, kuoa, kuolewa, hauviwezi kukutenga na mapenzi ya Mungu kwa sababu na ni fake. Hiyo ndoa uko nayo ni ya fake. Kuko ndoa ya kweli. Ukufe tu leo, Mungu atamwambia olewa na mwingine. Ukufe tu leo, Mungu atamwambia oa mwingine. Kwa sababu ni vya fake. Lakini kule kuna mariashi ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma Wakorinto wa pili sura zake 14, sura zake 4 na mstari wa 16. Tunasoma kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hatulegei. Bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana ziki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. 18 ndio kuko ujumbe. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu na visivyoonekana ni vya milele. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusiviangalie vinavyoonekana. Tusiangalie mapesa, misiui. Tusiangalie wanawake ambao Mungu amekupatia. Usiangalie mwanamke Mungu alikupa. Usiangalie watoto Mungu alikupatia. Usiangalie mavazi mazuri ambayo Mungu amekupa. Usiangalie nyumba, magari, mpaka unaanza fanya mambo yenye haitampendeza Mungu. Natoka hata neno la Mungu kwa sababu Mungu alikubariki, unaacha hata na kuomba Mungu na kuingia hata mkanisa, haupendi tena hata kuingia kwa sababu umekwisha kubarikiwa mambo ya mwili. Usiangalie vinavyoonekana. Hivi vinavyoonekana maandiko yanasema ni vya muda, lakini visivyoonekana ni vya milele na milele. Ulaya kwenye Mungu amekufikisha, Amerika kwenye Mungu amekufikisha, isikutoa mapenzi ya Mungu. Ni kupita. Vinavyoonekana ni vya muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu yangu, kuwa na imani. Problemi gani unapitia size? Uyo kama hiyo tatizo unapitia ni ya muda. Wewe kazi yako ukao mapenzi ya Mungu, kwa sababu macho yako haioni hivi vitu vinavyoonekana, inaona vitu visivyoonekana ambavyo ni vya milele na milele. Mungu akubariki na Mungu akupatie neema ya kuelewa mafundisho haya. Maandiko yanasema kwamba hivi vitu vyote tunavyoviona kwa macho ya nyama
ni vya muda, lakini vitu visivyoonekana ambavyo vya ulimwengu wa roho ndio vya milele. Kama ni mateso, kuko mateso ya milele. Kama ni mateso, kuko mateso ya milele. Yaani mateso tunayopitia ni picha tu ya mateso yenye iko nakuja. Mateso yenye iko ya kuja kama unakufa kinyume na mapenzi ya Mungu ni ya milele, tena ni mabaya zaidi. Na kama uko muraha, na kama unaendelea kuishi mapenzi ya Mungu, ukitoka mwili unaenda presence ya Mungu, ulikufa mapenzi ya Mungu, raha yote ishi ni ya milele na ya mazuri zaidi. Sasa hivi vyote tuko tunapitia tu kama vile tulikuja tu ni kama vile tumekuja tu. Bwana Yesu amependa kutufundisha kitu, tujifunze, tuishi maisha ya kumpendeza katika circumstance yote ambayo Mungu ataanza tuweka amo, ya kiroho au ya kimwili, nzuri au mbaya. Tukae tukitazama vitu visivyoonekana, kwa sababu visivyoonekana ni vya milele. Tutazame vitu visivyoonekana kwa sababu ya nini? Katika vitu visivyoonekana kuna aina mbili ya vitu visivyoonekana, au mateso ya milele au furaha ya milele. Nyumba ya milele iko, mavazi ya milele iko, batoto, mke, sisi ni bibi harusi, vya milele viko. Sasa tusikuwe na stress ya vitu vya mwili, kwa sababu tukiendelea kama kinyume na mapenzi ya Mungu sababu ya vitu vya mwili, tutatoka mapenzi ya Mungu na tutakosa vitu vya milele. Vitu vya milele ambavyo vinaweza kutupatia sie furaha kwa utukufu wa maisha yetu, kwa faida ya maisha yetu. Kumbe Mungu akusaidie na Mungu anisaidie mpendwa, upate kunielewa. Tuishi maisha ambayo haiko ya kuona vitu ambavyo tunapitia, haiko ya kuona hizi circumstances. Uyue derrière, nyuma ya kila jambo Mungu iko mkontrole. Kila kitu kinaanza ni ulimwengu wa roho. Hata problemu uko napitia vilianza ulimwengu wa roho. Problemu ya Ayubu haikuanzia tu haikukuja juti ya kukuya. Maandiko yanasema kwamba Mungu alizungumza na shetani. Vilianzia muhali ya ulimwengu wa roho. Mungu alizungumza na shetani ndio vikakia kutimilika huko Ayubu. Kila kitu uko napitia kizuri au kibaya, kio kinaanzia ulimwengu wa roho. Bwana akubariki na kufungue masikio ya kuelewa na macho ya kuona vinavyoendelea, ili kwamba upate kuurithi uzima wa milele pamoja na Kristo. Mungu akubariki na Mungu akupe neema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ikiwa wana